Kabla hujaondoka, tafadhali sikiliza hili. Mimba nyingi hupotea au kuleta madhara kwa mama na mtoto, si kwa sababu ya bahati mbaya, bali kwa sababu ya mambo ya kibiolojia ambayo hayazingatiwi mapema. Leo nitakufundisha mambo 13 muhimu ya kisayansi yanayofanya mimba iwe salama tangu siku za mwanzo mpaka kujifungua. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies, ambaye amejikita katika elimu ya afya ya asili kwa kutumia misingi ya sayansi ya mwili wa binadamu, biolojia ya seli na tafiti mbalimbali za kisasa kuhusu matumizi sahihi ya mimea tiba. Kupitia maarifa haya, amekuwa akisaidia watu wengi kuelewa miili yao vizuri zaidi na kufanya maamuzi sahihi ya kiafya kwa njia salama. Pia, tuna bidhaa mbalimbali za asili zinazolenga kusaidia mifumo tofauti ya mwili, ikiwemo mfumo wa hewa, mfumo wa chakula, mfumo wa uzazi, mfumo wa mkojo, mfumo wa mzunguko wa damu, mfumo wa misuli, mfumo wa mifupa, mfumo wa neva na mifumo mingine yote, kwa kuzingatia taratibu za kisayansi. Namba za Dr. Mkina ni 0748294113 na kama unavyoona zinapita chini ya skrini ya video hii. Kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana ubonyeze neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uweze kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Watu wengi wanaingia kwenye safari ya ujauzito bila kuelewa kinachoendelea ndani ya miili yao. Kila seli ya mtoto inajengwa kwa virutubisho vya mama. Kila homoni ina mchango wake. Kila mabadiliko ya damu yana maana. Kukosa uelewa wa haya kunaweza kuongeza hatari ya matatizo ya ukuaji wa mtoto, uchovu mkali kwa mama, mabadiliko ya presha ya damu, matatizo ya sukari na changamoto nyingine nyingi. Naturemed Supplies tunajikita katika kutoa elimu na bidhaa za asili zinazosaidia mifumo mbalimbali ya mwili kwa kuzingatia misingi ya kisayansi. Kama unajali afya yako na ya mtoto wako, endelea kutazama mpaka mwisho, kwa sababu kipengele cha mwisho kinaweza kubadilisha kabisa mtazamo wako wa ujauzito. Jambo la kwanza, lishe yenye uwiano wa kibiolojia. Katika ujauzito, mwili wa mama unahitaji virutubisho vyote muhimu ili kusaidia ukuaji wa mtoto. Kwa kibiolojia, seli mpya za mtoto zinahitaji madini kama chuma, calcium, zinc na folati pamoja na protini za ubora wa juu. Chuma ni muhimu kwa uzalishaji wa damu na kusafirisha oksijeni kwenda kwa mtoto. Folati husaidia katika uundaji wa ubongo na mgawanyiko wa seli. Calcium na protini husaidia ukuaji wa mifupa na misuli ya mtoto. Ukosefu wa virutubisho hivi unaweza kuathiri ukuaji wa seli, kuleta hatari ya matatizo ya kisaikolojia na kiafya kwa mtoto. Kwa wanawake wengi wanaohangaika kubeba mimba na kuonekana kushindwa kutokana na ukosefu wa lishe sahihi, tafadhali wasiliana nasi Naturemed Supplies tukupatie dawa inayoweza kukusaidia kubeba ujauzito salama. Dawa hii ipo kwa misingi ya kibiolojia na imehakikishwa kisayansi. Jambo la pili, maji ya kutosha. Maji ni msingi wa maisha kwa binadamu na hasa kwa ujauzito. Katika kibiolojia, maji huchangia katika utengenezaji wa damu, kuhamisha oksijeni na virutubisho kwa mtoto na kuondoa taka mwilini. Damu huunda sehemu kubwa ya maji mwilini na maji husaidia kudumisha kiasi cha maji katika placenta. Ukosefu wa maji huathiri mtiririko wa damu, kupelekea uchovu kwa mama na kupunguza ukuaji mzuri wa mtoto. Tafiti zinaonyesha kuwa kunywa angalau glasi 8-10 za maji kwa siku kunasaidia kuimarisha mfumo wa figo na kusaidia mzunguko wa virutubisho kwa mtoto. Jambo la tatu, usingizi wa kutosha. Usingizi unadhibiti homoni muhimu kama melatonin na kortisoli. Homoni hizi husaidia kudhibiti msongo wa mawazo, kulinda mfumo wa kinga na kuhakikisha ukuaji wa seli unafanyika bila kasoro. Tafiti za kisayansi zinaonyesha kuwa usingizi duni unaongeza hatari ya shinikizo la damu, matatizo ya sukari na kushuka kwa kinga mwilini. Mama anapopata usingizi wa kutosha, mfumo wa mwili unapata nafasi ya kurekebisha homoni na kuandaa seli mpya za mtoto kwa njia bora. Jambo la 4, kupumzika kisaikolojia. Mfadhaiko unabadilisha viwango vya homoni za msongo wa mawazo na kuathiri mtiririko wa damu. Katika kibiolojia, mabadiliko haya huweza kupunguza virutubisho kufika kwenye mtoto, kuathiri ukuaji wa ubongo na misuli. Tafiti zinaonyesha kuwa hali ya utulivu wa akili inapunguza uwezekano wa matatizo ya shinikizo la damu, uchovu mkali na mapungufu ya ukuaji wa mtoto.
Kupumzika na kufanya mazoezi ya kutuliza akili kama kupumua kwa kina au kutafakari kunasaidia mwili kufanya kazi kwa ufanisi. Jambo la 5, mazoezi mepesi yaliyoidhinishwa. Kwa mujibu wa kisayansi, mwili wa mama unahitaji misuli yenye nguvu na moyo wenye afya ili kusafirisha oksijeni na virutubisho. Mazoezi mepesi kama kutembea polepole, kuendesha baiskeli ya kawaida au yoga ya ujauzito husaidia kuongeza mtiririko wa damu, kuimarisha mapafu na kupunguza hatari ya shinikizo la damu. Tafiti zinaonyesha kuwa mazoezi haya huongeza uwezo wa mwili kushughulikia uzito unaoongezeka na kuchangia ukuaji bora wa mtoto tumboni. Jambo la 6, kufuatilia uzito kwa mpangilio. Kuongeza au kupunguza uzito kupita kiasi kunabadilisha homoni zinazodhibiti kimetaboliki ya mama. Hii inaweza kuathiri ukuaji wa mtoto na hatimaye afya ya mtoto baada ya kuzaliwa. Tafiti zinaonyesha kuwa mama anayeongeza uzito kwa kiwango kinachokubalika anapunguza hatari ya presha ya damu, sukari na matatizo ya moyo. Kufuatilia uzito kwa mpangilio kunahakikisha mtoto anapata virutubisho vya kutosha bila kuathiri afya ya mama. Jambo la 7, ufuatiliaji wa viwango vya sukari. Homoni za ujauzito hubadilisha jinsi mwili unavyotumia sukari. Sukari ni chanzo kikuu cha nishati kwa seli za mtoto na ubongo. Ukosefu au ziada ya sukari mwilini huathiri ukuaji wa seli, kuleta hatari ya uzito kupita kiasi au chini kwa mtoto na matatizo ya kiafya kwa mama. Ufuatiliaji wa sukari unasaidia kudhibiti viwango vya nishati vinavyohitajika kwa ukuaji wa kawaida wa mtoto. Jambo la 8, shinikizo la damu. Mishipa ya damu huongezeka na kupanuka ili kuruhusu damu zaidi kufika kwa mtoto. Presha isiyodhibitiwa inaweza kupunguza mtiririko wa oksijeni na virutubisho, kuathiri ukuaji wa mtoto na kuongeza hatari ya mapengo ya kisaikolojia kwa mama. Tafiti zinaonyesha kuwa kudhibiti shinikizo la damu kupitia lishe, maji na kupumzika kunasaidia kuzuia matatizo haya. Jambo la 9, kupumua vizuri. Oksijeni ni msingi wa maisha ya kila seli. Mapafu ya mama yanapofanya kazi kwa ufanisi, oksijeni inasambazwa kwa urahisi kwa mtoto. Tafiti za kisayansi zinaonyesha kuwa kupumua kwa kina na mara kwa mara husaidia kudhibiti presha ya damu, kupunguza mfadhaiko na kuongeza kiwango cha oksijeni kinachofika kwenye mtoto. Jambo la 10, kinga ya mwili. Mfumo wa kinga wa mama hubadilika ili kuhalalisha ukuaji wa mtoto kama seli ya kigeni. Kibiolojia, hii ni muhimu kuhakikisha mtoto haathiriki na kinga ya mama. Lishe sahihi, vitamini na madini husaidia mfumo wa kinga kufanya kazi vizuri, kuzuia maambukizi na kuhakikisha mtoto anapata ukuaji salama. Jambo la 11, afya ya mfumo wa chakula. Utumbo unahusiana moja kwa moja na uchukaji wa virutubisho. Ukosefu wa afya ya utumbo unaweza kupunguza usambazaji wa madini, vitamini na protini muhimu kwa mtoto. Tafiti zinaonyesha kuwa probiotics, vyakula vyenye nyuzi na lishe kamili husaidia kuhifadhi microbiota yenye afya, kuimarisha usagaji chakula na kuboresha ukuaji wa mtoto. Jambo la 12, afya ya mfumo wa mkojo. Figo huchuja sumu kutoka kwenye damu. Katika ujauzito, kazi hii huongezeka kutokana na uzito wa kimwili na mabadiliko ya homoni. Maji ya kutosha na lishe yenye madini husaidia figo kufanya kazi vizuri, kuzuia maambukizi na kudumisha afya ya mwili wa mama. Jambo la 13, uelewa wa mabadiliko ya homoni. Homoni kama progesteroni na estrojeni hubadilika kila siku katika ujauzito. Mabadiliko haya huathiri hisia, hamu ya kula, hisia za uchovu na hata mtiririko wa damu. Kuelewa mabadiliko haya kunapunguza hofu, mkanganyiko na kuimarisha ushirikiano wa mama na mfumo wake wa ndani. Hii inasaidia kufanya maamuzi sahihi kiafya kwa ukuaji wa mtoto.
Kwa kifupi, mimba salama inategemea lishe sahihi, maji ya kutosha, usingizi, utulivu wa akili, mzunguko mzuri wa damu, oksijeni ya kutosha na ufuatiliaji wa mifumo ya mwili. Haya yote yana msingi wa kisayansi wa kibiolojia. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748 29 41 13. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.